Tumeweza kuona namna ambavyo bibiye Gigimani ameweza kumlipua bwana mkubwa Diamond Platnumz na kusema kwamba Diamond Platnumz ni muuaji mkubwa, kwa sababu haiwezekani wanawake wote ambao wamekuwa nao katika mahusiano wanamkimbia na kumuona yeye kama ni mkosaji. Na kwa hiki ambacho alichoweza kukifanya bibiye Zuchu, kwa upande wangu ni uamuzi mzuri, kwa sababu naona kabisa hapa kuna kitu ambacho hakiko sawa. Na hili jambo nilishawahi kuliongea, lakini baadhi ya watu walilipinga. Mimi Zuchu ni kama dada yangu, ni kama ndugu yangu, lakini leo hii nataka kuchukua nafasi hii ya kuweza kuzungumza haya yote na nakili na kusema kwamba kama kuna sehemu nitakosea, basi naomba mnisamehe, ila kwa upande wangu nazungumza nikiwa na akili zangu timamu kwamba Diamond Platnumz huenda kuna kitu hakiko sawa kwenye maisha yake. Mnaweza mkamlaumu bure, kumbe kuna changamoto kubwa ambayo ipo inamsumbua. Hatutakiwi kuweza kumlaumu mtu, lakini tunaamini kwa haya mambo ambayo amekuwa akiyafanya, kiukweli mimi kama mimi ninaamini huenda akawa hayupo sawa kiakili. Hili jambo limekuwa likinishangaza sana mara kadha wa kadha, na mara zote nimekuwa nikilizungumza hili na wengi wao wamekuwa wakilipinga, ila naona kabisa kuna kitu hakiko sawa, ila ninaona haya mambo yanapoelekea kuna watu watakuja kufunguka vingi juu ya hiki ambacho kinachoendelea sasa, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kujua vingi zaidi juu ya maisha ya bwana mkubwa Diamond Platnumz, na wengi wao wakasema kwamba wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwaje, kwa sababu kila mtu anaamini kwenye kile ambacho anachokiamini, na wengi wao waliweza kuzungumza vingi wakisema kwamba kwa haya ambayo yanayoendelea sasa, wacha tuone mwisho wake itakuwaje, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuona maisha haya yakiwa katika mikakati na misingi iliyo bora zaidi, na wengi wao waliweza kufunguka vingi wakisema kwamba kwenye haya maisha hatutakiwi kuweza kumwamini mtu 100%, kwa sababu kuna vingi ambavyo watu wamekuwa wakivificha nyuma ya pazia. Hivyo katika hiki kinachoendelea sasa, yatupaswa kuweza kusimama imara na kuhakikisha maisha ya bibiye Zuchu yanakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, ili kuweza kutengeneza kesho iliyo imara na iliyo thabiti kwa kila mtu, kwa sababu tunaona kabisa kuna kitu ambacho hakiko sawa, na wengi wao wanatamani kuweza kujua vingi juu ya hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa. Ila yote ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumfanya bibiye Zuchu aweze kutambua thamani yake kwa kipindi hiki, na wengi wao wanatakiwa kuweza kujua namna ambavyo maisha bibiye Zuchu amekuwa akimpelekesha. Hili jambo limeweza kuwaliza watu wengi, na wengi wao wameweza kufunguka vingi juu ya hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa. Hivyo yote ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumfanya bibiye Zuchu aweze kutambua thamani yake kwa kiasi kikubwa kama hivi, lakini tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Zuchu atakuwa moja kati ya mtu ambaye ni bora sana katika maisha yake, na wengi wao watamfanya wakuwa wa thamani katika kila hatua ya maisha ambayo anayopiga. Haijalishi watu watamuonaje, haijalishi atakuwaje, ila tunachoamini ni kwamba Zuchu ni mtu bora na atawafanya wengine wawe bora zaidi katika maisha yao, kwa sababu kuna vingi vya kuweza kujifunza, na amewafunza watu wengi jinsi ya kuweza kuishi na mwanaume. Hivyo watu wengine tutajifunza kutokana na changamoto ambazo amekuwa akizipitia yeye, na naamini baadhi ya watu wengi ambao walikuwa hawayafahamu mapenzi kwa hiki ambacho kilichoweza kumtokea bibiye Zuchu watakuwa wamejifunza zaidi na zaidi, kwa sababu kuna vingi ambavyo vimeweza kutokea, na wengi wao walitamani sana kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora zaidi. Bwana, mambo ndo kama hivyo ambavyo unavyozidi kuona, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kupamba moto zaidi.